Sodium silicate kazi yake nini? Mafuta ya mise kazi yake nini? Caustic soda kazi yake nini? Pamoja na hydrometer na vifaa vyote ambavyo tunavitumia katika utengenezaji wa sabuni za miche pamoja na sabuni za vipande. Ni muhimu sana msikilizaji kufahamu kila kazi ya kitu kimoja ili kurahisishie wewe namna ambavyo unaweza kutengeneza sabuni ambayo ina matokeo mazuri kwa wateja wako. Na kualika sana katika darasa la siku ya leo. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Lakini pia ukipenda kujifunza zaidi namna ya utengenezaji hatua kwa hatua, nimeweza kuandalia madarasa mazuri kabisa kupitia WhatsApp au kupitia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Na utakapohitaji kupata huduma hizi basi moja kwa moja utanitext kupitia WhatsApp namba 0783500971. Karibu sana, tuende sambamba katika video fupi ya siku ya leo yenye dakika 4. Sasa katika ujasiriamali iko hivi msikilizaji. Kitu cha kwanza muhimu zaidi ni kufahamu vile viambata, kazi zake na matokeo yake baada ya kutumia. Ukifahamu hizi kazi itakurahisishia wewe kuweza kucontrol product yako, aidha ni tuwe product ambayo mteja anaweza kaitumia kwa muda mrefu au kwa muda mfupi. Lakini pia anaweza nikacontrol povu katika sabuni, naweza nikacontrol ugumu katika sabuni na vitu vingine ambavyo vinaendana na hivyo. Sasa msikilizaji, katika utengenezaji wa sabuni hizi ambazo unaziona katika picha hizi ambazo nimeziunganisha, tunatumia viambata vingi sana. Lakini utakapofahamu kila kazi ya kiambata na kurahisishia wewe namna ya kuweza kucontrol ile production yako ili kupata bidhaa nzuri zaidi. Kwa hiyo twende pamoja, kuna kitu unaweza kupata katika video ya siku ya leo. Jambo la kwanza msikilizaji, tunatumia mafuta ya mise. Kwa sababu tunatumia uzalishaji wa mikono, tutumia mashine. Kwa hiyo mafuta mazuri zaidi ambayo yanafaa ni mafuta ya mise. Na mafuta haya yanatusaidia kupata shape au umbo. Mfano, kama hizi sabuni unaweza kuziona ni miche, lakini usipotumia mafuta ambayo yana asili ya kuganda huwezi kupata haya maumbo au hizi shape, kwa sababu sabuni yako haitaweza kuganda tena. Kwa hiyo mafuta kazi yake ya mise ni kutafuta lile umbo, kwamba sabuni unapotafuta ile saponification, basi utakapoweka kwenye mold inaganda kulingana na shape ya ile mold na inakuwa ngumu, na hata kama ukikata kwa shape ambayo unaitaka utapata matokeo hayo hayo. Malighafi nyingine ya pili tunatumia caustic soda ambayo tunaidiluti, baadaye tunapata caustic solution. Sasa hiyo ukichanganya na mafuta ndo tunapata kuna badiliko kitaalamu linaitwa kisayansi kama sikosei, inaitwa saponification. Saponification ni muunganiko kati ya mafuta pamoja na caustic solution. Kwa hiyo hapo ndipo sabuni hupatikana kwa kuunganisha mafuta ya mise yenye asili ya kuganda pamoja na hiyo caustic solution. Na caustic solution hii lazima iwe imepimwa kwa hydrometer na kupata bome ambazo zinatakiwa katika kiwango sahihi ili kuepusha yale matokeo ya mtu kuwashwa, sabuni kuwa ngumu, sabuni kutokuganda, sabuni kuisha haraka na matokeo kama hayo. Lakini pia lazima tuwe na sodium silicate. Sodium silicate kazi yake inatusaidia sana kupunguza makali ya kemikali, hasa zaidi kwa mtumiaji wa mwisho wa sabuni yetu ile ambaye anaenda kutumia katika ngozi yake. Unapotumia sodium silicate katika sabuni yako, basi unahakikisha kwamba inapunguza yale makali ya kemikali. Lakini pia tunatumia perfume kwa ajili ya manukato na rangi ukipenda kwa ajili ya kubadilisha muonekano mzuri. Kwa karibu kwa kujifunza zaidi, nimekuwekea namba zangu za WhatsApp hapo